Ikiwa ni siku chache tu zimebaki msimu wa Ramadhan uishe, Waislamu wa kaunti Uasin Gishu wanajitayarisha kwa msimu unaofuata. Viongozi wa dini wanasema siku 10 za mwisho za Ramadhan zina umuhimu mkubwa kwa waumini, kwani ni kipindi cha kuongeza sala, dua na kujitolea zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Ndani ya masiku 10 kama haya yaliyokuwa bora, kuna usiku ambao kwamba uliokadiriwa, usiku ambao kwamba lao mmoja wetu ataupata usiku kama huu, basi ni kama atakayekuwa amepata kufanya ibada kwa muda wa miaka 83. Imeelezwa kuwa wakati wa Ramadhan, vijana wengi hujitenga na tabia mbaya na kuzingatia zaidi ibada pamoja na kufanya matendo mema katika jamii. Kuna vijana ambao kwamba saa nyingine dunia imewaghuri, lakini ikifika Ramadhani yote wanaweka kando na wanaelekea katika kumwabudu Mwenyezi Mungu, kuyafanya yale ambayo kwamba yanastahiki kuyafanya hali wakiwa ndani ya ibada kama hii ya kufunga. Baadhi ya viongozi wamezungumzia changamoto ya ushuru unaotozwa kwa baadhi ya misaada zinazoingia nchini wakati wa Ramadhan, wakisema hali hiyo inaweza kuathiri misaada inayolenga kuwasaidia waumini wenye uhitaji. Sasa kuna watu wengi ambao kwamba hawana ile access ya kuipata hii tende, hawana pengine mapeni, hawana namna ya kumudu kuweza kuipata tende. Sasa iwapo tende inakuja ya msaada, ikifika na serikali yetu inakosa kutuhurumia ama kuhurumia Waislamu na kuheshimu ile mwezi mtukufu wa Ramadhani, ipewe ile heshima, iondolewe taxation yote wakati ya mwezi wa Ramadhani ikifika, kwa msaada yoyote inayoletwa kwa ajili ya Waislamu ndani ya taifa letu. Pia wameeleza tofauti ya Ramadhan kwa Waislamu na kipindi kinachoadhimishwa na Wakristo. Kama mara hii tumeshikana na wenzetu ambao ni Wakristo ambao wanafunga siku zao 40, lakini sasa hao wanafunga kulingana na zile vitabu zilizotangulia za Taurati na Injil na Zabur, na sisi tunafunga kulingana na amri ya Qur'ani tukufu. Waislamu wanahimizwa siku zilizobaki za Ramadhan kuongeza ibada, kusaidiana katika jamii na kujiandaa kwa sherehe za Eid. Aziza Mureithi, Hubs Media.